Nisema asante tena mpenzi mtazamaji wa Global Vibes TV, na zidi kutufuata moja kwa moja katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini, katika mashariki mwake ambako vita vinazidi kupamba moto katika maeneo tofauti za milima ya nyanja za juu, maeneo ya milimani ambako maeneo ya Minembwe na mambo mengine kadha wa kadha. Na leo mpenzi mtazamaji wetu wa Global Vibes TV unayeendelea kutufuata, na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kutembelea channel yetu, basi naomba upate kubonyeza alama ya subscribe au katika lugha ya Kifaransa s'abonner, ili uweze kupata habari zetu nyingi zaidi, na pia usikose kucomment au kushare video zetu kwa ajili ya maelezo mengi zaidi. Na pia tunakwenda kuangazia kuhusiana na hali ambayo imeweza kujitokeza hapo siku ya jana asubuhi katika mida ya saa 3, ambako drone moja ambayo ilitoka katika maeneo ambayo isiyojulikana imekwenda kushambulia katika kambi la kijeshi la jeshi la FARDC pamoja na Warundi katika mji wa Baraka pale Mshimbaki, ambako kuna wanajeshi ambao wanapatikana maeneo hayo pamoja na wa FARDC na wale wa Burundi, ambako droni hiyo hadi mpaka hivi wakuu viongozi wamekaa kimya, na raia wale ambao wako sehemu zile wanajiuliza ni kitu gani haswa ambacho kimeweza kutokea kwa ajili ya jambo hilo. Na nikufahamishe tu mpenzi mtazamaji wetu wa Global Vibes TV, drone hiyo imekuja maeneo ambako kusikojulikana. Lengo na madhumuni ya hiyo drone ambayo imekuja kushambulia hapo Mshimbaki, inasemekana na kusadikika kuwa ilitaka kuweza kushambulia helikopta mbili za kijeshi ambazo zilikuwa zimetua katika maeneo hayo kwa ajili ya kuweza kuharibu mifumo ya kijeshi ya taifa la FARDC. Lakini kwa bahati nasibu Mungu ameweza kujalia drone ambako imekwenda kulenga sehemu ambayo sio kuwa sahihi, na kwa hiyo hizo helikopta ziko nzuri na hakuna hata moja ambayo imebahatika kuungua. Na hata pia kwa upande wa wanajeshi ambao walikuwa maeneo hayo hakuna hata mmoja ambaye ameweza kufariki, ingawaje kuna majeraha na wale ambao wameweza kupata majeraha madogo, lakini sio kwamba kuna watu ambao waliweza kufariki na pigo hilo la drone ambalo limeweza kuangusha katika maeneo hayo ya Mshimbaki. Na nikutaarifu tu mpenzi mtazamaji, tunaomba maoni yako kutokana na vita hivi ambavyo vimehitimu na kudumu katika muda wa miaka sasa, mwaka mmoja na miezi 7 hadi mpaka hivi. Mapambano bado yanazidi kuendelea, maongezi, watu wanaongea, tunakwenda kwa huko Doha, tunakwenda kwa Washington, lakini mambo hayabadiliki. Wakaaji, wananchi wanaishi maisha yale ya vita, usiku kucha, risasi kupigwa kiolela, watu kubakwa, watu wengine kuporwa mali zao, watu wengine kuishi katika hali isiyokuwa mzuri. Na hadi mpaka sasa mpenzi mtazamaji, kama jinsi unavyoendelea kusikia na kuona kila ambacho kinachoendelea, wakaaji wa mji wa Baraka mpaka sasa hivi wanajiuliza ni kipi haswa kifanyike kwa ajili ya kuweza kuleta amani katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwemo jimbo la Ituri, la Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Haswa jimbo hizi tatu ndizo ambazo zinalengwa zaidi sana, na upande wa pili ambao ni Rwanda inayosapoti wanajeshi hao ambao ni wahasi wa M23 wanaotamani kugabua nchi, aidha kupindua madaraka ya Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Tuangazie katika upande wa vita ambavyo vinavyoendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu wengi wamefariki sana katika vita hivi tangu mwaka wa 1996 hadi mpaka hivi. Watu wanazidi kukimbia siku baada ya siku, mwaka baada ya mwaka, na hakuna maendeleo kabisa, haswa katika jimbo hizi mbili zimerudi nyuma katika nchi ya Kongo kutokana na vita na migogoro ya kila siku, ya kila mwaka na kila muda. Ni kipi haswa kifanyike kwa ajili ya kuweza kuleta mabadiliko katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Bado vita ni tete, vuta ni kuvute katika maeneo ya nyanja za juu, wakiwemo wazalendo FARDC pamoja na jeshi la Warundi wakipigana dhidi ya waasi wa M23 ambao ni Gomino, Twirwaneho, Red Tabara wamejiunga na jeshi la FCM23 ambayo
inayopatikana katika maeneo ya Minembwe. Na hadi mpaka sasa, mpenzi mtazamaji, bado mambo ya kingaliki tete kutokana na hali ya sitomfahamu. Na kwenye maeneo hiyo ya drone, mpenzi mtazamaji, wakuu viongozi mpaka sasa wamebaki kimya na hakuna yeyote ambaye anaweza kusema na kupanda kwenye media na kusema ni kipi ambacho kilichotokea. Kuna baadhi ya wakaaji ambao wameweza kuwa maeneo yale ambao walinusurika kuona katika tukio hilo la hiyo drone, wameongea na kutoa ushuhuda kwa kile ambacho kilipitikana maeneo hayo ambayo kumepita hayo maafa ya hizo drones. Naam, ni kuache tu basi mpenzi mtazamaji upate kusikiliza kile ambacho walikwenda kukiongea kwa ajili ya uthibitisho wa kuthibitisha kile ambacho kimeweza kufanya maafa katika maeneo hayo ya Mshimbake. Abwana bechu amze ka wele nsao ka kabisa awa ile drone ndio kwa chutu musate mungu pangu ile drone ya ila ishi ya lenga avyo ne ya usa ya swata mula avyo chibide ne ya swata ile drone amana abwati nabi ya to yaitani mutu wanguma ya unguba na matuma batu abwana benu apani saola nsao na toleo bechu toleo bino toleo benene ne bino ya to eke iya to eke bino to mumona bito byose na meso na pana otunda tinde ni bumisao yi papasa bino ulano ambele nane na imana bene anlangwa kanisa la Methodist na batu amuchwe na mona mzee Kambombe onge bino acho shudia ono msao anze Kambombe mwabyo misobe yangine bwana watenjwa bili ono tapata mu isanyanga ino changa wa ila drone ino changa bi tu emololola tumuzuria tutuna mali tabili lakini betwa bona wale umanda bapika abanda ali avyo akulua ali achika busashi ali ilami ebamona ni wavyo achika bazi acha busashi tu tumamona nkungu mu bata munli bata tutuna mali kama mu itai sa bino beshutu la kanisa la Methodiste